upatikanaji wa huduma za maji safi na salama pamoja na usimamizi wa huduma za maji taka. Sera hii itaimarisha usimamizi wa rasilimali maji, itahakikisha upatikanaji wa za maji safi na salama kwa kila mwananchi na itasaidia juhudi za kupunguza athari za tabia nchi zinazotokana na uchafuzi wa mazingira. Uandaaji wa sera hii ni sehemu ya utekelezaji wa shughuli zilizoainishwa katika mpango wa uwekezaji katika sekta ya maji wa mwaka 2022 hadi 2027. Napenda kutumia fursa hii kutoa pongezi za dhati kwa Wizara ya Maji, Nishati na Madini kwa kuendelea kutekeleza mpango huu muhimu ambao unatija kwa nchi yetu. Waheshimiwa viongozi na ndugu washiriki, sera hii ya maji na usafi wa mazingira inatarajia kuimarisha mikakati ya kusimamia rasilimali za maji na kuhakikisha upatikanaji wa huduma za maji safi na salama unaendelea kuimarika Unguja na Pemba. Aidha, mifumo ya usimamizi wa maji taka itaimarishwa na hatimaye kupunguza uchafuzi wa mazingira katika miji na vijiji kwa kuhakikisha kuwa mazingira yanatunzwa kwa faida ya jamii nzima. Kadhalika, sera hii itaimarisha elimu ya umma kuhusu umuhimu wa usafi wa mazingira, matumizi sahihi ya maji na athari za uchafuzi wa mazingira kwa afya ya jamii. Pia itaimarisha uwekezaji katika miundombinu ya maji ili kutatua changamoto zinazokabili jamii mijini na vijijini. Sera hii vile vile itakuza ushirikiano kati ya serikali, sekta binafsi na mashirika ya kiraia katika utekelezaji wa miradi ya maji na usafi wa mazingira. Ndugu viongozi na ndugu washiriki, mabibi na mabwana, tuna fursa kubwa ya kuimarisha huduma za maji na usimamizi wa maji taka yanayoendelea kuathiri jamii yetu iwapo tutatekeleza sera hii kwa ufanisi. Kwa hakika, swala hili si la Wizara ya Maji pekee, bali linahitaji ushirikiano wa karibu kati ya serikali na wadau mbalimbali wa ndani na nje ya nchi pamoja na wananchi kwa ujumla. Tunafahamu kuwa maji ni haki ya kila mwananchi, hivyo usimamizi wa maji taka yanayoathiri mazingira yetu ni jukumu letu sote, kwani mazingira yetu ni sehemu ya maisha yetu. Ni lazima tushirikiane ili kuhakikisha kuwa maji yanatunzwa na usafi wa mazingira unazingatiwa katika familia zetu, mitaa yetu na jamii nzima. Mheshimiwa viongozi na ndugu washiriki, mabibi na mabwana, napenda niwahakikishie kuwa serikali itaendelea kuwekeza katika miundombinu ya maji na kuhakikisha kwamba kila mkoa, wilaya, miji na vijiji vinapata huduma bora za maji safi na salama. Aidha, tutaendelea kuhamasisha jamii zetu kuhusu umuhimu wa kutumia maji kwa njia endelevu, kupanda miti na kutunza vyanzo vya maji na mazingira kwa faida yetu na vizazi vijavyo. Ndugu viongozi, ndugu washiriki, ninapozindua rasmi sera hii ya maji na usafi wa mazingira, naahidi kuwa serikali itaendelea kufanya kazi kwa karibu na wananchi, sekta binafsi na wadau wengine wote wa maendeleo ili kuhakikisha malengo ya serikali kupitia sera hii yanafanikiwa kikamilifu. Tutahakikisha kwamba hakuna mwananchi atakayekosa huduma za maji na kwamba tutakabiliana na uchafuzi wa maji unaoathiri mazingira yetu na kusababisha milipuko ya maradhi hasa wakati wa masika. Napenda kuwahakikishia washirika wetu wa maendeleo ndani na nje ya nchi, hususan katika sekta ya maji, kwamba serikali imedhamiria kushirikisha wadau na taasisi binafsi ili kuongeza ufanisi katika utoaji wa huduma hizo. Kushirikisha wadau na taasisi binafsi katika kutoa huduma kwa wananchi si jambo geni kwetu. Tumepata mafanikio makubwa baada ya kushirikiana na wadau na taasisi binafsi katika sekta ya afya, utoaji wa huduma katika uwanja wa ndege na hata katika bandari ya Malindi. Hayo yote yamekuwa chachu ya kutuimarisha katika kushirikisha taasisi binafsi katika kutoa huduma za maji safi hapa Zanzibar. Waheshimiwa viongozi na ndugu washiriki, mabibi na mabwana,
Kutokana na kuelewa vyema hali ya huduma za maji nchini na changamoto zinazohusiana na upatikanaji wa maji safi na salama, serikali kupitia sera hii ya maji ya mwaka 2025 imeweka mikakati ya kuimarisha huduma hii kwa manufaa ya wananchi wote. Mojawapo ya mikakati hiyo ni kuongeza wigo kwa kushirikisha taasisi binafsi katika utoaji wa huduma za maji nchini, ikiwa ni sehemu ya kuwajengea uwezo watendaji wetu na kuimarisha upatikanaji wa huduma ya uhakika na kwa haraka. Lengo kuu la kushirikisha taasisi binafsi ni kuongeza ufanisi katika utoaji wa huduma za maji na kuleta ubunifu ambao utahakikisha kuwa huduma hizi zinapatikana kwa haraka, kwa ubora na kwa usawa. Kwa kushirikisha sekta binafsi, ni matarajio yetu kwamba tutaimarisha sekta ya maji kwa kuleta teknolojia mpya, kujenga na kuimarisha miundombinu ya maji safi pamoja na maji taka. Aidha, hatua hiyo itahakikisha kuwa maji yanapatikana katika maeneo yote, hususan yale yaliyo mbali na miji. Mheshimiwa viongozi, ndugu washiriki, mabibi na mabwana, nachukua fursa hii kuwashukuru wadau wa maendeleo waliofanikisha zoezi hili la kuandaa sera yetu ya maji, hususan UNICEF na Global Water Partnership. Aidha, nawashukuru viongozi wote na wataalamu waliohusika katika kuandaa sera hii itakayoleta mageuzi, na nawapongeza kwa michango yao. Kipekee ni mshukuru Waziri wa Maji, Nishati na Madini pamoja na watendaji wakuu wa wizara yako, wakurugenzi na wataalamu wote kwa kusimamia kukamilika kwa sera hii muhimu, kwani kupitia sera hii mtakuwa mmeweka alama kubwa ya mageuzi katika sekta ya maji hapa Zanzibar. Nawataka viongozi na taasisi zote zinazohusika katika utekelezaji wa sera hii kushirikiana kwa pamoja na Wizara ya Maji, Nishati na Madini ili kufanikisha malengo ya sera hii na kuimarisha ustawi na maendeleo endelevu ya Zanzibar.